Ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, ninapenda kujulisha umma kuhusiana na taarifa za ndugu Ibrahim Miyovela na wenzake watatu ambao ni Asajili Anthony Mwasika na Ali Kalolo, ambao kupitia mitandao ya kijamii kuna taarifa kwamba wamepotea wakiwa mikononi mwa polisi. Ifahamike kuwa ndugu Ibrahim Miyovela na wenzake hao walituhumiwa kuhamasisha maandamano, kutoa maudhui ya uchochezi dhidi ya serikali kupitia mitandao ya kijamii kwa lengo la kuvuruga uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, pamoja na kulea au kuhifadhi vijana waliotambulika kwa jina maarufu kama watoto wa mbwa, ambao malengo yao tangu kipindi kile mpaka sasa hivi yalikuwa ni kuharibu miundombinu ya serikali ikiwemo umeme kwa maana TANESCO, kuharibu vyanzo vya maji na kuweka sumu kwenye vyanzo vya maji, lakini pamoja na maeneo mengine kama Tazama Pipeline ambako ni bomba la mafuta. Baada ya kufanya ufuatiliaji, tarehe 24 mwezi wa 10, mtuhumiwa Asajili Anthony, mkulima na mkazi wa Ihemi, mkoa wa Iringa, alikamatwa kwa makosa ya kuchapisha maudhui ya uchochezi dhidi ya serikali kwenye mitandao ya kijamii kupitia akaunti yake ya Facebook iliyojulikana kwa jina la Mnyakyusa Mpinga Utekaji. Mtuhumiwa alishikiliwa kituo cha polisi Iringa na hatimaye kupata dhamana tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2025 kwa masharti ya kuripoti baada ya siku 5 kuanzia siku hiyo. Lakini mtuhumiwa aliendelea kuripoti mpaka tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka huu 2026, na baada ya hapo hakuripoti tena. Lakini juhudi za kumtafuta zinaendelea kutokana na kuvunja masharti ya dhamana, lakini hivi tunatafuta wadhamini wake tuweze kujua kwa nini mtuhumiwa huyu haripoti kama ambavyo alipewa dhamana. Aidha, mtuhumiwa Ibrahim Miyovela ambaye ni mkazi wa Ipogolo kwa Iringa, ambaye alikuwa anatafutwa pia kwa makosa ya uchochezi dhidi ya serikali ambayo alikuwa anayafanya kupitia makundi ya WhatsApp ikiwemo kundi la MC4C Ruaha, ambayo yeye ndiye kiongozi kwa maana administrator, hakuweza kukamatwa baada ya kutoroka na kubadilisha mawasiliano tangu kipindi kile cha uchaguzi. Hata hivyo, tarehe 10 mwezi wa pili, Ibrahim Miyovela na wenzake wawili ambao ni Anthony Mwasika, mfanyabiashara, na Ali Kalolo, dereva bodaboda, wote wakazi wa Ipogoro, walikamatwa kwa kosa la kumshambulia mtu aliyejulikana kwa jina la Benito Avinash, mkazi wa Ipogoro, na ilipofika tarehe 17 mwezi wa pili, watuhumiwa kwa pamoja walipata dhamana ya polisi na kutakiwa kuripoti tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo watuhumiwa hao hawakuripoti, na baada ya kubaini kuwa mtu huyu ambaye alimjeruhi alikuwa amefariki. Yawezekana waliona kesi itakuwa kubwa, baada hapo hatukuwapata tena. Lakini juhudi za kuwatafuta kwa tuhuma za mauaji ambao walisababisha kwa huyo mtu ambaye walimshambulia zinaendelea, pamoja na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wadhamini wake ambao walimdhamini. Jeshi la Polisi mkoa wa Iringa linaendelea na upelelezi wa shauri hili, lakini tunaomba wananchi watupe ushirikiano kwa kutoa taarifa zitakazofanikisha kukamatwa kwa watuhumiwa hawa ili hatua za kisheria dhidi yao zichukuliwe kwa tuhuma hiyo ya mauaji ambayo waliyasababisha kwa kumshambulia mtu aliyekuwa anaitwa Benito Avinash ambaye ni mkazi wa Ipogoro. Kwa taarifa kwenye mtandao kwamba watuhumiwa hao wameshikiliwa na polisi na baadaye wakapotea sio za kweli. Kimsingi yaonekana amekimbia kwa sababu ya hituma ya mauaji ambao sisi kama jeshi la polisi tunatafuta mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wa wananchi wasaidie kuwapata. Yeyote atakayefanikisha kupata taarifa hizo, basi ajulishe katika vituo vya polisi au katika uongozi wote wa serikali au mtu yote ambaye anaweza kushiriki taarifa hizi tuweze kuwapata na kuwachukulia hatua stahiki kama ambavyo sheria